Katika sehemu iliyopita, Gift alipokea ujumbe mzito kutoka kwa Kelvin. Alikaribishwa kuandamana naye kwenye tukio muhimu. Safari ile haikuwa tena ya kazi tu, bali ilikuwa mlango wa kuingia kwenye dunia ya utajiri, nguvu na hisia hatarishi. Alipokubali kupanda gari la Kelvin, Gift hakujua kuwa hatua ile ingeanza kumweka wazi machoni mwa watu hatari na kubadilisha maisha yake kabisa. Gift aliweka simu pembeni ya kitanda, akavuta pumzi ndefu iliyokuwa imejaa mchanganyiko wa hofu na hamu. Ujumbe wa Kelvin haukuwa mrefu, lakini uzito wake ulikuwa mkubwa kuliko maneno yenyewe. Tukio muhimu. Hilo neno tukio lilimfanya moyo wake ugonge kwa kasi. Hakujua ni aina gani ya tukio, wala ni watu wa aina gani angekutana nao. Alijua tu kuwa kuanzia kesho hangeweza tena kujifanya msichana wa kawaida aliyekuja mjini kutafuta riziki. Alilala kwa shida, usingizi ukimchukua katikati ya mawazo mazito. Asubuhi ilimkuta Gift akiwa tayari kabla hata ya saa ya kengele kulia. Alijipanga kwa uangalifu zaidi kuliko siku nyingine. Hakutaka kuonekana duni, lakini pia hakutaka kuonekana kama mtu anayejaribu kuwa kitu asichokuwa. Alivaa gauni la rangi ya maziwa, rahisi lakini safi, viatu vya chini na akajifunga nywele zake kwa ustadi wa kawaida. Alipojiangalia kwenye kioo, aliona bado ni yule yule Gift, lakini macho yake yalikuwa yameanza kubeba kitu kipya. Ujasiri wa tahadhari. Dakika chache baadaye, honi ya gari ikasikika nje. Alipotoka, alikuta gari jeusi lenye vioo vilivyofifishwa. Dereva alishuka haraka, akamfungulia mlango kwa heshima. "Bi Gift," alisema kwa sauti ya adabu. Gift akameza mate, akapanda gari. Ndani kila kitu kilikuwa kimya, baridi ya kiyoyozi ikimkumbusha tena tofauti ya dunia aliyokuwa akiingia. Gari lilipoanza kusogea, jiji lilipita taratibu mbele ya macho yake. Maduka, watu wa kawaida, daladala, maisha aliyoyazoea. Lakini safari ilipoendelea, mazingira yakaanza kubadilika. Majengo yakawa marefu zaidi, barabara safi, magari ya kifahari yakionekana kila kona. Moyo wake ukazidi kubana. Walipofika, Gift alishuka na kubaki amesimama kwa sekunde kadhaa, akitazama jengo lililokuwa mbele yake. Lilikuwa kubwa, la kisasa, lenye kioo kila upande, na watu waliovaa mavazi ya gharama wakipita huku na kule. Hapo ndipo alipomuona Kelvin. Alikuwa amesimama karibu na lango, suti nyeusi ikimkaa kama ilitengenezwa kwa ajili yake tu. Alipomuona Gift, macho yake yakamwangalia kwa makini, si kwa kumhukumu, bali kana kwamba alikuwa akihakikisha kitu fulani. Alimsogelea. "Umefika?" alisema kwa sauti ya utulivu. "Ndiyo," Gift akajibu kwa sauti ya heshima, akijitahidi kuficha wasiwasi wake. Kelvin akamtazama kwa sekunde kadhaa zaidi, kisha akasema kwa upole usiotarajiwa, "Usiwe na hofu. Leo uko hapa kwa sababu ninakuamini." Maneno hayo yakampunguza mzigo kidogo. Walitembea pamoja kuingia ndani. Kila hatua Gift aliyopiga, alihisi macho yakimfuata. Watu walikuwa wakimsalimia Kelvin kwa heshima ya wazi, wengine wakimsalimia Gift kwa mshangao uliofichika. "Ni nani huyo?" aliweza kusikia minongonono. "Huyo si yule mfanyakazi mpya?" mwingine akanongona. Gift alihisi shinikizo likiongezeka. Ndani ya ukumbi mkubwa, tukio lilikuwa tayari linaendelea. Kulikuwa na watu mashuhuri, wawekezaji, viongozi wa makampuni na wanawake waliovaa mavazi ya kifahari ambayo Gift aliwahi kuyaona tu kwenye runinga. Kelvin akamkaribisha kwa makini, akimwelekeza kila hatua. "Huyu ni Gift," alimwambia mmoja wa wanaume waliokuwa wakizungumza. "Ni sehemu ya timu yangu." Sehemu ya timu yangu, maneno hayo yakamkumba Gift kama wimbi. Hakusema chochote, alitabasamu tu kwa heshima. Kadri minita zilivyopita, Gift alianza kugundua kitu. Watu hawakuwa wakimtazama kama mfanyakazi wa kawaida. Walikuwa wakimtazama kama tishio dogo lisiloeleweka. Mwanamke mmoja, mrembo na kujiamini kupita kiasi, alimkaribia Kelvin, akimtazama Gift kwa macho makali. Jinaua, watu wengi wamejaribu kuwa karibu na Kelvin. Wengi hawakuishia vizuri. Gift akameza mate. "Sijajaribu kuwa chochote."
Mwanamke akatabasamu, safari hii bila kuficha makali yake. Hivyo ndivyo wote wanavyosema mwanzo. Kabla Gift hajajibu, Kelvin akarudi, uso wake ukiwa mgumu kuliko awali. Kuna tatizo? Aliuliza. Hakuna, mwanamke akasema, akigeuka kuondoka. Nilikuwa nasalimia tu. Lakini Gift alijua hilo hakuwa salamu tu. Walipokuwa wakiondoka baadaye, Gift alihisi uchovu mzito, si wa mwili, bali wa moyo. Gari lilipoanza kusogea, alikaa kimya, akitazama taa za jiji kupitia dirisha. Karibu kwenye dunia yangu, Kelvin akasema kwa sauti ya chini. Ni sio rahisi, ndiyo maana sikutaka uingie bila kukuonya. Gift akamwangalia. Na kama nikitaka kurudi nyuma? Kelvin akakaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, nitakuacha, lakini ningejuta. Maneno hayo yakagusa sehemu ya moyo ambayo Gift hakuwa tayari kuifungua. Hakujibu, lakini ndani yake alijua ukweli mmoja. Hatua aliyochukua leo haikuwa rahisi kuirudisha nyuma, na safari hii maadui walikuwa tayari wameanza kumwona. Asanteni sana wapendwa wasikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa sehemu ya 4 ya Mr. CEO. Safari ya Gift imeanza kuwa nzito, maadui wameanza kujitokeza na moyo wake umeanza kuvutwa zaidi na dunia ya Kelvin. Tukutane kwenye sehemu ya 5 ambapo ukweli utaanza kujionesha na maamuzi yataanza kuuma. Asanteni kwa kuwa nami.